Kuinuliwa kwa kizazi cha kumcha Bwana. Leo tunaangalia pia maana za kumcha Bwana. Tulifanya siku ya jana, lakini leo tutamalizia hizo maana. Maana ya kwanza ambayo tuliangalia siku ya jana ya kumcha Bwana, maana ya kwanza tulisema ni kuwa na heshima ya ndani kwa Mungu unayemtumikia, kuwa na heshima ya ndani, kuwa na heshima kubwa, kuwa na heshima ya ndani kwa Mungu unayemtumikia. Kuwa na heshima ya ndani kwa Mungu unayemtumikia, au kuwa na heshima kubwa kwa Mungu unayemtumikia. So tuliona baadhi ya vitu hapo vingi ambavyo nazo tusivirudia vyote, lakini nilisema ya kwamba hii heshima kubwa, hii heshima ya ndani imejengwa kwenye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, uweza na ukuu wa Mungu. Hii heshima kubwa kwa Mungu imejengwa kwenye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza tulisema uweza na ukuu wa Mungu, is sovereignty and majesty. Inaposema tunakuwa na heshima ya dhati au heshima kubwa ya ndani kwa Mungu, maana yake inajengwa katika uweza na ukuu wa Mungu. Mungu tunayemtumikia ni mkuu sana sana sana. Ukuu wake hawezi kupimwa kwa viwango vya ukuu wa wakuu walioko duniani. Ni mkuu sana, ni mkuu sana. Mungu wetu ni mkuu sana, mkuu sana. Na ukishajua Mungu ni mkuu kwa kiasi hicho, kwa kiwango hicho ambacho hakiwezi kupimwa kibinadamu, utampa heshima ya ndani, utampa heshima kubwa. Unapomwabudu, utamwabudu kwa ufunuo mpana. Watu wengi hawamwabudu Mungu vizuri, watu wengi hawamsifu Mungu vizuri, watu wengi hawamtumikii Mungu kwa heshima aliyostahili kupewa. Ni kwa sababu wengi wanakosa ufunuo wa Mungu. Mungu ni mkuu, ni mkuu sana. Ukuu wake hawezi kufanana na daktari, ukuu wake hawezi kufanana na engineer, hawezi kufanana na rais, hawezi kufanana na hata marais wakubwa wa dunia hii kwenye mataifa makubwa, au fanani kabisa. Ni mkuu sana. Biblia inasema mbingu ni kiti chake cha enzi na dunia ni sehemu ya kuweka miguu yake. Imagine, mbingu zima ni kiti cha enzi. Maana Mungu ameoccupy kila kitu, ameoccupy anga, the whole universe, ulimwengu mzima, anga zima, sayari zote, viumbe vyote, maumbo yote yaliyoko angani, yaliyoko kwenye dunia hii, yote Mungu ameyashikilia. Ni mkuu sana. Wakati Bwana Yesu anafufuka, Biblia inasema kwamba miamba ilipasuka, palikuwa na mitikisiko mikubwa. Makaburi ya watu wenye haki wa zamani yakapasuka, watu wakatoka. Such a powerful God. Ni Mungu mkuu sana. Na hata askari wenyewe ambao walikuwepo pale iliwapa shida sana. Wakati Bwana Yesu anafufuka, walikuwa ni kama wamepigwa shoti ya umeme. Waliganda. Waliganda wakajifanya kama hawahusiki na hilo jambo. Ni Mungu mkuu sana tuliyenaye. Ukishajua Mungu ni mkuu kiasi hicho, utaanza kumpa heshima ya dhati. Wanadamu, kutokana na heshima tulizowapa, kuna mambo hatuwezi kufanya mbele yao. Nilisema jana, nitarudia mara nyingi sana kwa sababu yanajirudia mambo, lazima tuyaseme. Ukiwa unaongea na mkuu wa wilaya, nisema uwezi kupokea simu mbele yake. Lakini inawezekana mtu kutoka na simu hapa akaongea na mtu nje, kwa sababu ni less important. Yaani Mungu ana umuhimu mdogo kwake. Huyu alienda kumpokelea simu ndo ana umuhimu mkubwa. Yaani Mungu alikuwa anazungumza naye, akaona akapokea simu nje. Hiyo ni ishara ya kwanza ya umaskini. Ukishaanza kuona na hizo tabia, ujue ni mtu mdogo kwenye maisha, wewe ni mbali. Huo ni ukweli. Sababu unaenda kumpokelea ndo wa muhimu. Amekata dakika zako 10. Mungu anazungumza huko kanisani, wewe unaongea na mtu mmoja ambaye ampoteza mwelekeo wa maisha kule. Ndio mnapiga naye story. Mambo ya ajabu sana. Nikasema jana kuna vitu ambavyo pekee, kwa hivyo Mungu anavitambua. Kuna baadhi ya watu ambao ndani yao, kwa mikono yao pana nini? Wanaweza kufanya maamuzi fulani ambayo yanaamua uhai wa mtu. Mtu kama daktari. Daktari akitoka anaweza kuona kuna sense. Akitoka akapokea simu,
What if kama alikuwa anapigiwa simu ya kwenda kuokoa mtu? Wewe unaweza kumruhusu. Ila kuna watu wengine ni just indifference. Unajua kuna vitu ukivifanya unazuiwa kuwa mkuu. Nenda kamwangalie Ruben. Baba yake anasema hivi, Ruben, wewe ni mzali wangu wa kwanza, malimbuko ya nguvu zangu. Alafu anasema mwanangu umewapita wote kwa nguvu. Yaani wewe ni mkuu mno. Yaani katika nguvu na nguvu. Naeleweka vizuri watu wa Mungu. Lakini baba akamwambia hivi, baba akatoa agizo akasema lakini usiwe mkuu. Mimi kama baba nimekuzuia kuwa mkuu. Hautakuwa mkuu kwenye maisha. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa mipaka. Ulikipandia kitanda baba yako. Yaani manake Ruben alimuona mke wa baba yake akaona wako sawa. So Ruben akalala naye tena kwenye kitanda cha baba yake. Baba yake akamwambia mwanangu wewe ni mkubwa sana lakini kwa hiki hauruhusiwi kuwa mkuu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ukivifanya anaendelea kusema kwamba Simeoni na Lawi ndugu yako anawatambua kwamba nyinyi ni watu wakuu sana, ni watu hatari kwenye vita. Ila akawaambia kwa kweli fahari yangu isiungane na ninyi kwa sababu mlikuwa na upanga wa jeuri. Mlimua mtu kwa ghadhabu nyingi, kwa sababu ya ghadhabu na hasira wakazuiliwa. Vivyo hivyo pia unapoanza kubehave kwa namna fulani hivi mbele za Mungu, inaanza kukupunguzia ukuu. Mungu anaweza kusema kwa sababu adabu yako ni ndogo, haunipi heshima inayostahili, unapunguziwa ukuu. 2 tukasema kumcha Bwana, tumesema maana ya kwanza ni kuwa na heshima ya ndani. Heshima kuu kwa Mungu unayemtumikia. Nikasema hiyo heshima kuu inajengwa na jambo la kwanza uwezo na ukuu wa Mungu, jambo la pili utakatifu wa Mungu. God is holy. Mungu ni mtakatifu. Waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 na 16 nasema iweni watakatifu kama Mungu mimi baba yenu nilivyo mtakatifu. Ni agizo. Iweni watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. God is holy. Kwa tunampa heshima ya ndani kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Ni mtakatifu. Nilisema jana wale wenye uhai 4 na wale wazee 24 kila wakimwona Mungu hivi wanaona yale mataji ambayo Mungu aliwapa hayastahili, wanamrushia. Yaani kila wakimwona hivi yani kila wakinua macho yao kumtazama anakuja na ufunuo mwingine, anakuja na utukufu mwingine. Wakimwangalia wanasema aje hivi tulivyovibeba hivi na stahili nini, wanamrushia. Mtakatifu sana. Kwa hiyo ukijua Mungu ni mtakatifu kuna vitu huwezi kufanya. Ukijua Mungu unayemtumikia ni mtakatifu kiasi hicho kuna vitu huwezi kufanya. Kama unatembea naye na uko pamoja naye kuna vitu huwezi kufanya. Kuna vitu huwezi kusikia na kuna vitu huwezi kutazama. Kwa sababu Mungu katika utakatifu wake hamwezi kuwa mnatazama movie pamoja. Utampoteza Mungu mahali, utashangaa uko peke yako. Kesho utaanza kuja kutulalamikia hapa mambo yangu hayaendi, kumbe ulimpoteza mahali. Tuliangalia Mwanzo sura 39 mstari wa 9, anasema Yusufu nifanyaje uovu mkubwa nimkose Mungu. Kwa hiyo maana yake focus ya Yusufu ilikuwa ni Mungu. It's better I lose you. It's better I lose your privileges. Ni afadhali nikapoteza kila aina manufaa ambayo ningeyapata kutokea kwenye jambo hili, lakini nikampata Mungu. Kwa hiyo focus ya Yusufu ilikuwa ni mpate Mungu. Ukimpata huyo mtu ujue ameshajiandikisha kwenda mbali. Tayari amesha sign kwenda mbali. Na watu wenye heshima ya level hiyo. So tukisema una heshima ya dhati ya ndani kwa Mungu, inaitwa reverential respect. Hiyo ndio hofu ya Mungu. Alafu tukasema 3 ni nguvu zake za milele. Uchaji ni pamoja na kuyatambua haya. Mungu ana nguvu za milele. Ana nguvu za milele. So kisha jua huyo Mungu ni mkubwa kiasi hicho, utamwabudu kwa namna gani? Utatendea kwa namna gani? Kuna namna hautabehave. Kuna vitu hautafanya. Jambo la pili, tulisema kumcha Bwana ni kuchukia uovu au kujiepusha na maovu. Kumcha Bwana ni kuchukia au kujiepusha na maovu. Ni vitu viwili tofauti. Kitu cha kwanza tumesema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Au tusema kitu cha pili kumcha Bwana ni kujiepusha na maovu. Narudia haya kwa sababu najua sio rahisi sana watu kurudia hivi vitu. Kwa hiyo inabidi tuvirudie ili vikae kwenye mioyo ya watu vizuri. Mithali sura ile ya 16 mstari wa 6. Biblia inasema kwa rehema na kweli uovu usafishwa, kwa kumcha Bwana watu jiepusha na maovu. Unaona sasa mtu akiwa anamcha Mungu anajiepusha
kujiepusha na maovu. Kuna vitu akiviona akaona hapa hamna Mungu hapa, hiki hakiko sawa, anajiepusha na kile kitu. Unakuwa mpumbavu kama unajiingiza kwenye mambo. Mithali sura ya 22 mstari wa 3, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali waovu waendelea mbele wakaumia. Iko ndani ya pumbavu, iko ndani ya mwovu kuendelea mbele na akaumia. Ila mwenye busara huangalia akasema no, hapa hamna. Daniel akaangalia akasemaje, ni vyakula vimetoka ni posho maalum imetoka ikulu, imetoka kwa mfalme, ya kwamba tule vyakula vya sanadi hii ili tuje na ubora fulani wa kiakili. Lakini Daniel alipoviangalia vile vyakula akasema, hivi vyakula ni kila hivi, hivi vyakula ni kila hivi, nitakuwa na akili sawa na hawa ndugu? Nitakuwa na akili sawa? Akajirestrain, akajiondoa, akaomba apewe mtama na maji. Akamwambia msimamizi, ututesti kwa siku 10 tu uone takuaje. Na kweli akawatesti, wakaonekana miili yao na sura zao na afya zao zimenawiri kuliko wale jamaa waliokuwa wanakunywa na pombe. Bas baada ya siku 10 alipoona wako sawa, wakaanza safari ya miaka 3. Unajua ni maana miaka 3 tunakula mtama na maji? Haisemi siku 10. Unajua Wakristo wengi wasomi Biblia vizuri, anafikiri ilikuwa ni siku 10. Ni miaka 3, ni siku 1000 na point. Kila siku nakula mtama na maji. Ila ni mtu ambaye aliona hiki chakula ndani yake kina uovu, na nikijiingiza hapa nimekwenda, nimekuwa sawa na wao. Na moja mtu ambaye nimejifunza sana kwake ni Daniel. Daniel alikuwa apendi kuwa familia. Moja kitu Daniel alikuwa na allergy nacho ni na familiarity, sorry. Hakutaka kufanana na watu. Na hata walipomtengenezea sheria, akasuka ile sheria, walipoona wamemkosa kwenye mambo ya kawaida ya uadilifu, wakamtengenezea sheria ambayo inagusa uhusiano wake na Mungu, kwamba mtu asiombe ila aombe kwa Dario tu. Watu wana mambo. Yaani wasiombe kwa Mungu mwingine, waombe kwa Dario. Na Daniel anajua kabisa Dario anamtegemea kimapato. Yeye ndio mtu bora anayeleta anayemsaidia kwenye maendeleo ya kiuchumi ndani ya ile nchi. Alafu anaambiwa muombe yaani huyu mtu anayemtegemea ndo amuombe siku 30. Of which wale jamaa walikuwa na akili, wanajua Daniel akiacha kumomba Mungu wake akaanza kumomba Dario, ndani ya siku 30 atakuwa na akili moja na wao, kwa atakuwa kwenye klasi moja. Kumcha Bwana ni kujiepusha na maovu. Daniel akaona huu ni uovu. Ni maabudu mtu, ni muombe mtu. Yaani zile sala zangu niwe naomba kwa Dario, maombi yangu niombe kwa Dario, niache huyu Mungu. Huyu jamani nitegemea mimi nimuombe siku 30. Daniel akasema, nafikiri mnifahamu vizuri. Mlionanaga naomba mara moja ndio mkanishtaki. Sasa ninaomba mara 3 kwa siku. Alafu sasa kwa taarifa yenu nilikuwa naomba privately. Sasa nafungua madirisha muone wote ya kwamba I am intentional. Nimedhamiria kufanya hivi. Wala sio kwamba ninajaribu kufanya. Anayejaribu asingeweza, kwa sababu hapo ilikuwa ni penalty ya kifo. Nataka mjue ya kwamba nimedhamiria kufanya hivi. Bas akaanza kuomba mara 3 na watu wanamwangalia, wakamfuata Dario, akamwambiaje, Dario, tulikwambia Daniel waga kuheshimu, japo waga umemngangania mno, kama ni mtu bora angalia. Ashukuru Mungu ya kwamba Dario aliposikia kwamba Daniel ameingizwa kwenye mtego, akajua wa jamaa walimtengenezea zengo Daniel. Wala haikuwa watu waniombe mimi, walikuwa wanamtafuta huyu. Wale ndio watu waliotupa heshima. Hata kama hatukuepo kwenye nyakati zao, lakini walileta heshima. Miaka yao hapakuwa na Ukristo, ila kwa kweli ingekuwa tunasema jina Ukristo, wangeleta heshima ya Ukristo miaka ile. Japo hawakuwa Wakristo, walikuwa wanajiepusha na maovu. You become intentional, una nia ya kwamba sitaingia kwenye jambo hili, sitafanya jambo hili, sitajihusisha na jambo hili. Ukiona hiyo kitu, ujue kuna kitu ya uchaji ndani yako. Mithali sura ya 8 mstari wa 13. Mithali sura ya 8 mstari wa 13. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kumcha Bwana inasema moja kwa moja ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Na vitu vimesema hapo ambavyo vinaleta picha uovu.
Kwa mfano, cha kwanza, kiburi ni uovu. Majivuno ni uovu. Njia mbovu ni uovu. Kinywa cha ukaidi ni uovu. Kinywa cha ukaidi ni uovu. Sasa kumcha Bwana ni kuchukia hivyo vitu. Mtu alikuwa anakudai, alafu namwambia, "Mbona unanibana sana? Mbona unanibana sana?" Na akaela chenyewe ni shilingi 50,000. "Nipeleke polisi sasa. Na hela yako sikupi kwa taarifa yako, nipeleke unaponipeleka. Fanya ufanyavyo." Yamkini atakuwa na cha kufanya, ila Mungu atakufanyia kitu. Hako ni kauovu, ni kasifa cha uovu. Au utakuta una mambo. Umeweka binti wa kazi akusaidie kazi. Huu ni mwezi wa 3 umlipagi. Si unakula? Ndiyo mama. Si unakunywa? Ndiyo mama. Si unavaa? Ndiyo mama. Kwa kielelesha nini? Mama, mshahara. Tunafukua hela chini. Ila wewe ndio ulimwambia atakulipa mshahara, mpe mtu hela yake. Unakuwa ninja kwa watu, unatesa watu. Alafu unafikiri kwa hayo Mungu atakuwa na bypass. Haoni hayo, anaruka. Wofu. Umekaa makanisani. Wofu. Nimesikia habari za wachungaji wanaacha wake zao, alafu anatafuta mchungaji wa mchongo kama yeye, anafungisha ndoa ya pili. Mimi waga napata shida ya watu kama hao. Haina na sababu ya kwamba Mungu yupo. Yaani unajua kuna mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Wanafanya mambo kwa sababu akili yake inamwambia Mungu hayupo au anamudu. Biblia inasema hivi, apandacho mtu ndicho atafanyaje? Atavuna. Mungu hadhihakiwi kwenye hiko kitu. Chochote anachopanda mtu, Mungu hadhihakiwi kwenye hilo, lazima akivune. Hasa kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Anasema Ayubu, dawa ya mtu nisiyemjua nilichunguza sana. Yaani Ayubu anamaanisha kitu gani? Yaani kesi ya mtu kabla sijahukumu na kumfanyia vibaya, ilibidi kwanza niichunguze mno. Hiyo ndo Ayubu. Ndio maana mwisho wa changamoto zake ulikuwa ni utukufu. Hawa ni watu wa charge. Alikuwa akiona mtu amefanyiwa jambo baya, Ayubu lazima aingie kwenye utafiti kwanza. Ataweka utafiti, atafanya utafiti, ndio anakuja kulihukumu vizuri. Ukiangalia Ayubu sura ya 29, utaona namna alivyokuwa anasaidia watu. Alikuwa anawasaidia, anasema kabisa ya kwamba yeye alikuwa kwenye nafasi ya baba kwa yatima. Yeye alikuwa ni miguu kwa kilema. Alikuwa mikono kwa kilema. Alikuwa macho kwa kipofu. I love that man of God. Nampenda sana Ayubu. Alikuwa macho kwa kipofu. Ndio maana mwisho wake ulikuwa ni wa utukufu. So kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Na watu wengi makanisani ambao wanafanya vitu visivyofaa, kuchukia uovu. Kuna baadhi ya vitu ukiwa mchaji huwezi kuvifanya. Huwezi hata kuvigusa, hata kusogea. Hiyo ni jambo la pili ambalo tulizungumza jana. Jambo la tatu, nataka tupige hatua, ambalo na mimi nitalirudia kidogo kwa sababu ilikuwa ni la mwisho jana. Kumcha Bwana ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Kama ukwepo ndio nimekusaidia hivi. Sasa kama ukwepo na uandiki, hapo sasa napata shida. Kumcha Bwana nimesema ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Wewe sound engineer andika, wewe acha hizo habari za kusinzia. Kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Utapita na vitu vingi wewe. Nalala nyumbani, nalala kanisani. Malaika wenyewe hawakuelewi. Au ni kujua kwamba neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho ya muamini, the last and higher authority. Sasa hivi hapa ningekuwa natoa taarifa, jamani, nimepita pale, watu wamekufa, uone kama mtu atasinzia. Paka macho atakuwa anatoka machozi. Ila soma maandiko. Usilete mchezo bwana. Tucheze si wachungaji. Kumbukumbu sura ya 6. Kumbukumbu sura ya 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 2. Angalia hapo. Na hii ndio sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi mnayoivuka na kuimiliki. Mstari wa 2. Upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na wanao na wana wa wanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Very powerful. Ukiendelea chini huku utaona Mungu anawapa maelekezo. Paka muandike kwenye miimo ya milango, muandike ukutani, wasomee watoto,
Soma nyumbani kwako kabla watu hawajalala wasomee. Unajua ni kwa nini? Ni muhimu sana ukaanza kujifunza kuwa chini ya mamlaka ya neno. Hakuna muamini yuko juu ya neno la Mungu. Kila mtu yuko chini ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndio mamlaka ya mwisho wa muamini. Ukiona neno la Mungu limekosa mamlaka ya mwisho kwako, ujue Mungu amekukataa. Tulisoma jana. Mungu anamwambia hivi Sauli, anaambia Sauli. Samueli anamwambia Sauli ya kwamba kwa kuwa umelikataa neno la Bwana na Bwana naye amekukataa, usiwe mfalme. Kwa hiyo manake lilipa picha kubwa ya kwamba ukilikataa neno la Bwana, Bwana anafanyaje? Anakukataa. Hapo tusome mstari mwingine jana ya kwamba naye Sauli alikufa kwa neno la Bwana asilolishika. Huo mstari unanipaka kufikiria sana. Maana kama kuna neno la Bwana ulishiki kwenye eneo fulani, utakufa kwenye hilo eneo. Kama kuna neno la Bwana ulishiki kwenye eneo la uchumi, una play kwa eneo la sadaka au kwenye uaminifu wa hilo eneo na Mungu, unaanza kufa kwa hilo eneo. Unashangaa uchumi wako unakufa. Unashangaa mambo yako hayaendi kwa neno la Bwana asilolishika. Kwa hiyo muamini kama hajaanza kujitrain kulishika neno, utaanza kuona haendi mbele. Progress itakata kwenye maisha yake. Ataanza kwenda chini. Very important. Sasa nataka nikae hapa kidogo niwafundishe kitu. Hujafanikiwa bado kama neno la Mungu sio mamlaka ya mwisho kwako. Hujafanikiwa bado. Hujaanza kufanikiwa bado. Hujaanza kupiga hatua bado kama neno la Mungu halijaa mamlaka ya mwisho kwenye maisha yako. Watu wengi tuna mawazo mengi juu ya maisha. Tuna ideology nyingi, tuna miongozo mingi ya maisha. Tumeitoa mitaani hiyo miongozo. Tumeitoa kwenye familia zetu. Tumeitoa kwa wafanyakazi wenzetu. Tuna mbinu nyingi za kuendesha maisha. Tuna mambo mengi ambayo tumeyasikia. Kuna mengine tumeadapt. Tumeyachukua kwa watu wengine kwa sababu tumekaa nao kwa kipindi kirefu. Niwaambie kitu, haya ndio mambo yanayotufanya tuwe sawa na jamii. Yanatufanya tuwe watu wa kawaida, yanatufanya tuwe chini kwenye maisha. Lakini nitafutie mtu ambaye Biblia inasema hivi, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Biblia imesema hivi, huyo mtu atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa wakati wake, jani lake halinyauki. Inasema Biblia, na kila alitendalo litafanikiwa. Hakuna excuse. Yeyote ambaye neno la Mungu likisema anaweka mguu hapo, the word of God inakuwa ni blueprint ya maisha yake. Likiweka hapo, anaweka hapo. Karuska vile mando. Mungu anamshuhudia Caleb, anasemaje? Caleb mtumishi wangu, kwa kuwa amenifuata kwa kila neno, nitamfanya aingie na kuirithi ile nchi. Kwa nisikilize, ili uirithi kesho bora ya baraka, mfuate Bwana kwa kila neno. Andika hiyo point. Ili mtu airithi kesho bora ya baraka, anapaswa kumfuata Bwana kwa kila neno. Ili uirithi kesho bora ya baraka, mfuate Bwana kwa kila neno. Mfuate Bwana kwa kila neno. Randa rabakosa. Ili uirithi kesho bora ya baraka, mfuate Bwana kwa kila neno. Lakana maskovila mandara bakosa. Lekeneskovila mandara bakosa. Andika Kumbukumbu sura ya kwanza mstari wa 36, nafikiri huo mstari nimesema. Kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Msitizo wangu ni hivyo, kila neno, kila neno, habagui, kila neno. Unajua watu wengi uchukua mistari ya Biblia ambayo ina support hisia zao. Uchukua mistari ya Biblia ambayo ina support hisia zao, lakini mstari wa Biblia ukienda kinyume na hisia yake, anawacha hapo. Hapana. Hapana, liko hapo likusaidie uwe bora zaidi. Unanuna, umenuna, amongee na mwenzako. Hii ni wiki ya 3. Kuna mstari gani wa Biblia ambao una support kununa? Hauna furaha, hauna amani. Ukija kanisani umenuna tu. Umekaza uso, umekunja ngita. Umetoa ufunuo kwenye mstari gani? Kwa sababu lazima tujue unasimamia mstari gani. Umekataa kumsamehe mwenzako, tupate basi mstari. Siku hizi hutoi zaka, lazima tujue Biblia yako inasemaje. Wewe ufunuo umetolea wapi? Unapunguza sadaka siku hizi, lazima tujue umesoma wapi. Yaani wewe ufunuo umetolea wapi? Mchungaji, mambo yangu ni magumu, lazima tupate wewe mstari.
Ambapo na support mtu akiwa na mambo magumu asitoe sadaka. Umetoa wapi ufunuo? Oho. Lazima mjue ya kwamba mimi, nisikizeni kwa makini, nimejinidhamisha kwenye haya mambo. Hata wakati ambao hisia za mwili wangu zinanizuia kusimama mbele za Mungu na kuomba, mimi nakwambia hata kama hisia za mwili wangu zinanizuia, mke wangu ananifahamu, nitakaa chini, nitaegemea ukuta, nitaanza kuombea pale, kwa sababu Yesu alisema imewapasa kuomba siku zote. Haijasema kila wiki, haijasema kila Ijumaa, imesema siku. Manake kila siku lazima nifanyaje? Niombe. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Kuna majaribu ya kuyakwepa. Kwa hiyo imenihakikishia kama nisipoomba taingia kwenye majaribu. My good God. Amemfuata Bwana kwa kila neno. Mimi nimemfuata Bwana kwa hilo. Nimemfuata Bwana kwenye neno la utoaji. Kwa kweli, cheza uchezavyo, cheza uchezavyo. Kuna maeneo mimi ukinitoa umekata uhai wangu. Kwa mfano, ukinitoa kwenye maombi umenikata uhai wangu. Umenisuffocate, takufa. Ukikata Biblia, yani ukinifanya nisome Biblia, umekata uhai wangu. Umekata uhai wangu. Ukinizuia kutoa sadaka, umekata uhai wangu. Mimi sio mtoaji wa sadaka, siwezi kujisifu. Mimi niko kwenye hatua ya kutapanya. Yani kwa kweli, niseme ukweli. Yani kwa sababu hela yangu haikai mfukoni. Tapanya. Nimesikia huyu ana shida hii, tapanya. Nampa. Ninasema ametapanya. Haki yake akaa milele. Kwa nataka haki yangu ikae milele. Sina excuse mimi. Huwezi kuniambia nilikuwa natoa sadaka mambo yangu yakawa magumu. Ulikosea mahali. Kwangu haiwezekani. Ni heri kutoa. Mathayo 20:35. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri, imeshasema ni baraka kutoa. Kwa hiyo huwezi ukatoa mambo yakawa magumu. Ni baraka kutoa na sio kupokea. Kuna ushuhuda mmoja hapo waka anasema mara nyingi leo wasikie na waelewe. Mungu anashirikaje na mambo yetu. Nahitaji nipate kamera ya live 3.5 na vifaa vyake. Wafuiche tena kwenye 4.5. Na nahitaji kwa haraka na sipaswa kumaliza mwaka. Ila sasa Mungu alivyo ajabu, yani kwenye kila muujiza pana condition. Mungu kabla hajakupa muujiza lazima aweke condition. Babangu nikampigia simu nikamwambia babangu wa kiroho, nikamwambia nataka nikutumie sadaka zaka. Akaniambia shilingi ngapi? Nikamwambia iko 700,000. Okay. Akaniambia ungetuma milioni hivi ingekuwa nzuri. Ni kama utani tunacheka, yani utani. Mtu na baba yake wanaongea, kama milioni hivi pastor, ungetuma milioni ingekuwa nzuri. Nikasema hivi shida ni nini? Baba amesema milioni. Nikachukua milioni yote nikamtumia. Nilipomtumia, wiki inayofuata mtu akaniletea hela ya kamera yote 3.5 hii hapa. Kanunue kamera. Just mwezi uliopita. Yote tu akaniletea hii hapa mzee. Mimi vitu vyangu vingi hatufanyi kanisani kwa fundraising, naletewa. Vingine nikiwa niko huku vimeshanunuliwa huku. Ndio maisha yangu yalivyo. Kwa mimi napenda urahisi wa maisha, sipendi maisha magumu. Hivi unajua kuomba washirika hela karibu ni kazi nzito. Tunachoka. Yaani kila siku naimba nyimbo. Hela ya redio wimbo unaimba wimbo. Jamani, upande ule Bwana muongei, afu watu wanaangalia chini. Bwana asifiwe, wanakuambia amen, wanaangalia chini. Wajaribu kuambia kitu gani? Pastor, hela sio rahisi. Wanaambia pastor, hela sio rahisi. Hilo kena nyumbani kwake, anakuambia pastor, niwekee wakfu screen hapa inchi 64. Mwamba amenunua inchi 64. Yeye mnaangia kutafuta 200,000 kanisani. Sisi waga tunapata shida sana. Yaani mlikuwa mnaangaika juzi kanisani. Mara mshirika anakuambia baba, weka wakfu pikipiki hiyo 3.5 milioni. Ai! Kumbe mlikuwa nazo. Hao ndio washirika kama ulikuwa wajui. Mna fundraise ni kanisani ya kununua kiwanja, mnahangaika anakuambia pastor niko hapa nitaanza na 10,000. Alafu wiki ijayo anajisahau. Anakuambia baba nataka ukaniwekea wakfu shamba. Shamba tena ndio. Umenunua shilingi ngapi? Umenunua milioni 4. Lini? Wiki iliyopita baba. Wow. Wow. Kwa tunahangaikaga sana. Mimi moja kitu sikiwezi. Nilianzaga hiyo fundraising na radio. Nikaona inanisumbua akili yangu. Nikamuuliza Mungu, naomba nijue namna ya kufanya ili nisiombe ile radio kwa washirika kwa sababu nakereka. Unajua hata baba yako atajisikia vibaya, mchungaji. Yuko hapa, jamani tupate radio haraka ile ya radio 100,000. Baada ya dakika 2 naona mtu anasimama. Baba mimi natoa 5,000. Sasa
Baada ya 5 zingine unasikia nasemaje 10,000 hapa pastor. Alafu unaishia kupata 25,000. Wewe unajua unajisikiaje? Hata na wenyewe mtaona nimejisikia vibaya. Kwa nini nikereke mbele yenu? Nikamwambia Mungu nifanyaje ili nisiwe nafanya fundraising na radio. Nikatafuta hela, nikapanda mbegu kwa mtumishi wa Mungu mwingine anayefanya vizuri kwenye ile eneo. Nilipopata mbegu, nikapata watu hawa wawili. Kuna kijana mmoja alikuwa ananifuatilia kutoka India. Akaanza kutuma kama hela fulani hivi nzuri sana. Nzuri kubwa kwa mwezi. Kila mwezi aliweka commitment. Alipata kazi fulani yenye hela nyingi. Akaweka commitment ya 500 ya mshahara itakuwa ni injili. Basi akaanza kutuma, akapatikana kijana wangu mmoja wa pili. Ikaishia kwa watu wawili ambao hawako pale kanisani. Kesi ikaishia pale. Nikaacha inachosha. Niwaambie kitu ukweli. Ni kwa sababu washirika tena wa kanisa la mahali waga waenda kwa mazoea sio kwa neno. Hapo kama mnajenga wanawaambiaje tutakuwa na phase za ujenzi, tutakuwa na ila nyie watu nyie, ila nyumba yako moja inaenda peke yako, wala unahitaji msaada na mchango peke yako. Unaambia baba nimefika kwenye lenta peke yako, una kasi ya kimungu. Ila kanisa linaenda hivi kama kinyonga. Alafu mpaka inafika level viongozi wa kanisa lazima inabidi waseme hivi, jamani tuwe na mapumziko kidogo, hekima za kibinadamu hizo. Tuwe mapumziko kidogo, tumekuwa na kazi ya kuchosha. Wapi? Mnamchosha nani? Mnamchosha Mungu kwa kumpa sadaka. Mnamchosha Mungu nyinyi? Wakati Mungu ndiye anayewa hapa hela yani. Huo ndio kweli. Ndiye awapae vitu vyote, si ni sawa? Mvitumie kwa furaha. Mimi nawaambia siri ambazo pia zinaelesha maisha yangu. Kwa sababu sifanagi mimi kuongea vitu vya wazungu. Si mimi niko hapa. Naanza kuambia kuna mzungu fulani, mtumishi wa Mungu alisema hivi na hivi. Na mimi niko hapa, ni Mwafrika. Nisiye na hila. Si ni sawa ni sawa, naweza kuambia cha moyoni kikakusaidia. Mfuate Bwana kwa kila neno, acha michongo. Mfuate Bwana kwa kila neno. Kama Mungu amesema kwa eneo fulani, mfuate Bwana kwenye ile eneo. Ukiona Biblia inazungumza kwa habari ya mifungo, usile sana. Funga. Ukiona Biblia imesema, yani mfuate Bwana, nenda na kila ambacho Bwana anakuelekeza kufanya. Utakuwa mtu imara, utakuwa mtu mwenye nguvu, utakuwa mtu asiyetikiswa na jambo lote. Utashangaa milango inafunguka mbele yako. Utashangaa kila aina ya vita inaanguka mbele yako. Fuate Bwana kwa kila neno. Sema amen kubwa. Tulikuwa wapi eti? Kwenye pointi ya 3. Ya kwamba neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho. Kumcha Mungu ni kujua kwamba neno lake ni mamlaka ya mwisho ya maisha yako. Mimi nawaambia kitu. Ukijifunza hivi, umeanza kwenda mbali. Kwa sababu maisha yako makubwa yako kwenye neno. Watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watu wamjuao. Kwa hiyo watu waliowekeza kumjua Mungu kupitia neno lake watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na watakao kuwa wadogo na watakao liasi agano lake. Na namna ya kuliasi agano lake ni neno lake. Ukienda kinyume na neno lake unakuwa mdogo. Mimi nilikataa umaskini, si upendi na uchukia. Mpaka kitu ambacho napambana nacho sikitaki ni kinachoitwa relative poverty. Kuna aina mbili za umaskini. Aina ya kwanza ni absolute poverty. Ni yule mtu ambaye anakosa mahitaji ya msingi. Relative poverty ni kale ka umaskini fulani hivi. Kale ka umaskini fulani hivi. Ukipita mahali ukauliza kiatu unaambiwa shilingi ngapi? Unaambiwa 300 hii. Hii kitu mkataba kabisa hii. Unashika 300,000. Umepiga mahesabu ya kodi ya miezi 6. Yaani kodi ya miezi 6 niache hapa. Unaambia tapitia kaka baadaye. Inaitwa relative poverty. Unapenda vitu vizuri lakini huwezi kuvi-access. Unaona vitu vizuri lakini huwezi kwa sababu hela yako haikuruhusu kwenda pale. Unapita na wanao wanakwambia baba, dadi na wafumba macho, tulia wanangu twende nyumbani kwanza. Mungu atatutengenezea njia tu. Mimi sipendi haya mambo. Sipendi. Siku moja nilienda dukani, mwanangu akaanza kulilia baisikeli. Mdogo hata hawezi, yani hata haiwezekani, yani ila ni mdogo. Analilia baisikeli, baba baisikeli. Nikawaza, nitoe 1.5 kwa sababu ya
baiskeli. Ila nikasema hivi, kama wanangu wameona baiskeli kwenye nyumba nyingine, na ananilia hapa baiskeli, nisiponunua ataanza kujiuliza maswali. Hivi kwa nini mzee hawezi kununua baiskeli? Ana shida gani huyu? Kuna siku moja mwanangu aliuliza swali moja gumu sana pastor. Akaniambia aje, kwa nini wewe huwezi kununua gari? Ili nisumbua ile kitu. Akaniambia washirika, mbona Ankoima ana gari, ni mshirika. Wewe mbona hauna gari? Yaani unasimama mbele za watu kila siku, lakini mbona hauna gari? Anapata shida. Mbona kama babangu ni mwamba sana, yaani kila siku yeye ndo anatamka matamko mbele ya madhabahu, lakini anabebwa na gari za watu. Nikaanza mke wangu tupate gari. Tupate gari kwa sababu kizazi ambacho tunakilia sio cha kawaida. Na usiponunua, wanajua baba kiroho chake hakiko vizuri. Kwa nini hawezi kununua gari? Mimi naambia moyo wangu, huo ndio kweli. Kesho atasema hivi, mbona huyu baba ajengi? Kila siku tunagongewa kodi. Asikuze, wakija kusoma Biblia wakagundua ya kwamba unaenda kinyume na maandiko. Biblia inasema hivi, mtajenga nyumba na kukaa ndani yake. Jengage nyumba. Miaka inaenda. Wanapata maswali, baba alitii neno. Baba ana shida mahali, atembei sawa sawa na neno la Mungu. So nikaanza kushughulika na relative poverty kwa neno la Bwana. Yaani nashughulika na ule umaskini, ule umaskini familia, yaani umaskini wa kifamilia ule, yaani una mahitaji yote, una screen, yaani mnaweza kutazama taarifa habari mkalala vizuri, ila mnajua kuna vitu huwezi kufanya kabisa. Sipendi hiyo aina ya umaskini. Sipendi ile kabisa nyingine. Sipendi zote. Napenda niwe tajiri. Napenda. Ni sawa nyinyi mnaishi mbinguni, nyinyi ni maskini wa roho. Niacheni mimi. Maana mnaniangalia kwa ukali sana. Niacheni peke yangu, usinisumbue. Yesu ndo alinifia mimi peke yangu, akachukua maskini wangu ili mimi. Maana mnanishangaa. Jamani. Basi mniache. Unajua una wakati unaweza kusemaje, jamani mimi mchungaji naye amekosa cha kuongea, ndio hiki hapa. Umetoka kama unajua kuongea kitu gani mchungaji, ndio hiki hapa. Maskini ni mbaya. Maskini ni mbaya. Wenzako wameweka perfume unainusa unasemaje? Anasa, sio anasa, huna hela. Mbona mambo yako clear tu? Sio anasa, huna hela. Jamani, mbona anajihangaikia sana? Ajihangaiki, hela yake inamfanya fanya hayo. Wewe huna. Nywele zote hizo kichwani mpaka huku, ya nini yote? Wewe huna hela. Wewe katwili tuende kanisani inatosha. Si unampenda Bwana kwa moyo wako wote. Mwache mwenzako. Marinda yote haya gauni jamani. Maana vitu vingine vinatoa watu rohoni. Ndio umetoka rohoni kwa sababu uko mwilini. Maskini. Ndio unachokipenda. Sipendi maskini. Naomba tuelewane hapa. Mimi sifanyaje? Na uchukia. Kwenu vipi watu wa Kidatu? Sipati taarifa za Kidatu vizuri. Kwenu vipi? Bado unanishangaa. Kwenu vipi? Haufai. Unapaswa kuwa na utele. Hasa ule utele hawezi kuja hivi. Kuna mstari wa Kristo unaopenda sana. Unasema, na Mungu wangu atawajaliza kile anachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu. Wangapi wameweza kusoma? Wafilipi 4:9. Ila usichokijua kule mbele kuna vitu vimesemwa. Paulo anasema hivi, nimepokea sadaka nzuri kutoka kwa Epafrodito. Sadaka manukato mazuri. Alafu baba alipopokea zile sadaka ndo akasema jamani Mungu wangu awajalize. Kwa hiyo huwezi kuudandia ule msari hivi. Ule msari una condition. Ili akujalize lazima utoe sadaka wakati fulani zenye manukato mazuri. Neno la Mungu likisha kuwa mamlaka ya mwisho kwako umekwenda. Huo ni uchaji. Unakuta mtu unafundisha kitu anaenda tofauti, maana yake viwango vyake vya chaji viko chini. Mchungaji anafundisha madhabahuni, yeye anasema moyoni angejua. Sio angejua, neno la Mungu najua. Maana watu ndivyo alivyo. Unafundisha ya kwamba inawezekana kuishi maisha matakatifu, inawezekana usiishi kwenye uzinzi. Anakuangalia akwambia aje, light ungejua. Neno la Mungu likisema kitu linajua una uwezekano wa kufanya hiko kitu. Kuna neema tayari. Hebu andika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32.
Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32. Paulo anawaambia wazee wa kanisa wa Efeso, ninawakabidhi katika neno la Bwana, na katika mikono ya Mungu, na katika neno la neema yake. Angalia, ninawakabidhi katika neno la Mungu, na katika mikono ya Mungu, na katika neno la neema yake. Ninawaweka katika mikono ya Mungu na katika neno la neema yake. Napenda maneno mawili hapo, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi. Mambo mawili yanafanya neno la Mungu. Moja, linakujenga. Mbili, linakupa urithi. Kwa ukilifuata vizuri kwa moyo wako wote, ujue la kujenga. Alafu mbili, linakupa urithi. Utakuwa na urithi kwenye kila eneo. Wanao watakuwa na urithi. Na utapungukiwa. Thank you Jesus. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26. Wale walioko pamoja na nafikiri mliandika. Hiyo ni kwa faida yako, nilikuwa nazungumza kwa habari ya Sauli. Kwa hiyo rekodi wa mstari tunakusoma. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Samueli wa kwanza 15:26. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Itakuonyesha Sauli alikufa kwa kosa alilomkosa Bwana, kwa neno la Bwana asilolishika. This is how people dies. Hivyo ndivyo ambavyo watu wa Mungu wanakufa. Na Yesu atabaki kuwa ni Bwana. 24. Maana ya kumcha Bwana. Maana ya pili naamini imeeleweka. Huo ndio uchaji wenyewe sasa. Neno la Mungu linapokuwa mamlaka mwisho, likisema kushoto geuka, geuka. Kulia, geuka nenda kulia. Neno la Mungu lisema fanya hivi, fanya hivyo hivyo. Fanya hivyo hivyo. Unapofanya vile, hiyo ni ishara kwamba wewe ni mchaji. Ibrahim, toka kwenye nchi ya baba yako, kwenye nyumba ya baba yako, toka nitakuelekeza mahali pa kwenda. Ibrahim anaanza kutoka, asijui anaenda wapi. Huo ndio uchaji. Huo ndio uchaji wenyewe. Ibrahim, inuka alfajiri uende kwenye mlima, moja ya milima ya Moria. Moja ile milima nitakuelekeza mlima wa kufika pale. Alafu nenda utamtoa Isaka kama sadaka kuteketezwa. Hai, Ibrahim. Mungu amemwambia usiku wa manane, alfajiri na mapema Ibrahim yuko safarini. Ndio chaji sasa. Baadaye kwenye Mwanzo sura ya 22 mstari wa 12, malaika anamwambia sasa najua kwamba unamcha Mungu. Unaona sasa ni watu ambao wanamfuata Bwana kwa kila neno. Malaika anamwambia kwenye Mwanzo 22 mstari wa 12, sasa najua kwamba wamcha Bwana. Uchaji ni kumfuata Bwana kwa kila neno. Jambo la 4, kumcha Bwana ni kutambua uwepo wake. Andika hivyo hivyo. Kumcha Bwana ni kutambua uwepo wake, kutambua uwepo wake. Kumcha Bwana ni kutambua uwepo wake. Kumcha Bwana ni kutambua uwepo wake. Kumcha Bwana ni kutambua uwepo wake. Andika hivi kipengele kingine cha hiyo point. Yuko kila mahali, alafu yuko pamoja na wewe kupitia Roho wake Mtakatifu. Haya mambo mawili. Unaposema kutambua uwepo wake, unatambua kwamba yuko kila mahali. God is omnipresence. Omnipresence God. Yuko kila mahali. Alafu mbili, yuko pamoja na wewe kupitia Roho wake Mtakatifu. Unapojua hivyo, wewe ni mchaji. That's very important. Nafikiri Yeremia 32 mstari wa 19, unaweza kuandika hiyo, ni ya muhimu sana. Yeremia 32 mstari wa 19 inasema hivi, mkuu wa mashauri mweza katika kutenda. Naeleweka vizuri lakini? Haya bwana. Endelea kuandika sasa. Yeremia 32 mstari wa 19. Maana nimetambua nyamu itikiage kirahisi. Inabidi niendelee na safari. Yeremia sura 32 mstari wa 19. Inasema mkuu wa mashauri, alafu 2 inasema mweza katika kutenda, alafu 3 inasema ambaye macho yake yako juu ya njia zote za wanadamu. Fika hapo tusome Yeremia 32. Ni mambo matatu yamesema kwa ile mstari, kwa mtu ambaye yuko makini. Ukisoma vizuri 32:19, ukisoma vizuri Yeremia utagundua vitu vyote vimesema pale katika vile ambavyo anavisema.
Mkuu wa mashauri, mwenza katika kutenda, ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu. Maana yake nini? Mkuu wa mashauri ni anajua yote, omniscience, omniscient God. Alafu mwenza katika kutenda, omnipotent, ana nguvu zote. Ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu. Hiyo ni omnipresence. Maana yake yuko kila mahali. Sasa nisikilize. Kumcha Mungu ni kutambua kwamba Mungu yuko kila mahali. Yaani ukisimama mahali yuko hapo. Ukiwa chumbani yuko hapo. Ukiwa bafuni yuko hapo. Ukiwa unazungumza na mtu yuko hapo. Mkiwa mnaongea yuko hapo. Ukiwa unasengenya mwenzako yuko hapo. Ukiwa unaongea uongo yuko hapo. Ukiwa unaiba yuko hapo. Yes. Yaani ukifahamu hayo, kuna vitu huwezi kufanya. Mimi nakwambia. Mungu yuko hapo. Yuko kila mahali kwanza, hiyo point ya kwanza. Alafu mbili, kwa sisi tuliokoka, Mungu anatembea nawe kila mahali. Imagine Mungu yuko hapo na wewe. Unavyoongea na mtu yuko hapo. Utabia hivyo vipi eti? Unapojua Mungu yuko na wewe. Hivi unapomwambia mwenzako unapompa taarifa fulani, utampaje taarifa kwa sababu yuko hapo. Yuko hapo uko naye. Ndio maana kuna mambo hatuwezi kuyafanya. Wakati nakuwa nilijenga nidhamu moja. Nikiongea na wewe, kama nikiongea na wewe Ana, nina ujasiri wote ya kwamba kama tulikuwa tunamuongea, unaitwa nani? Mary, Mariana. Ana tulikuwa tunazungumza habari za Mariana. Mariana akatokezea mbele yetu. Wah! Kumcha Bwana ni pamoja na kuendelea kumuongea Mariana wakati yuko hapo. Unamwongea mko hapo, anambia alafu bora umefika. Tulikuwa tunakuzungumza wewe. Siku hizi hauko sawa. Na tulikuwa tunapanga hapa moja aje kufuate. That is fear of the Lord. So akifika hivi anasemaje? Tuko hapa, unaendeleaje? Kumcha Bwana ni kujua Mungu yuko hapo. Mnapokiongea kitu unaanza kuangalia hivi, Mungu angekuwepo katikati yetu, anashauriana na sisi, angeongea kama tunavyoongea sisi. Huko ndio kumcha Bwana. Nisikizeni niwaambie kitu. Unajua mambo mengi nafundishaga mimi ni kama vile naongea vitu vya mbali, ndio maisha ya kila siku ya watu. Watu wanafanya mambo ni kwa sababu hamna uchaji ndani. Mtu anatokea mbele yako na shangaa, mnaanza kujifanya mlikuwa muongei. Mnajifanya kama vile mmekuwa wageni. Mnafanya kama vile ndio mmeonana muda huo, kumbe mmeshaongea nusu saa nzima. Kumcha Bwana ni kujua Mungu yuko hapo. Jaribu kufikiria. Angalia, mimi nazunguka sana. Nazunguka sasa hivi nimekuwa nikizunguka sana. Nikiwa nazunguka kule niko peke yangu. Mke wangu nimemwacha Kahama. Kumcha Bwana ni kujua kwamba japo mke wangu yuko Kahama, Mungu yuko hapo. Si ni sawa? Ni naye hapo chumbani, ni naye hapo hotelini, yuko hapo. Naweza nikafanya jambo ni kweli mke wangu aone, lakini Mungu ameona. Nashangaa jambo la kuja kupata la surprise. Paka mke wako anasemaje, imekuaje mume wangu? Mbona jambo lipaswa kupata, imekuaje? Nafanyaga mambo kwa sababu najua Mungu yuko hapa. Pale kanisani panakuwa na foleni ndefu sana Jumapili watu kuniona. Ndefu sana. Sasa, yani iko hivi. Kama imekukuta wewe ni das, foleni imekukuta kwa mtu wa 7, utakaa hapo hapo. Siwezi kumpiki mtu nikamuingiza ofisini. Unakaa pale pale. Na watu wengi waga nachungulia nakuta wameshaondoka. Wengi wanaondoka. Kwa sababu siwezi yani, siwezi. Hata huyu mama hata kama anatoa harufu kiasi gani, madam ni wa kwanza, ataniona wa kwanza. Siwezi mimi. Siwezi. Bora usinione. Huyu mama aone kabisa nimeingia na mtu. Namaliza maongezi afu naambia fulani njoo. Manake hawa ni less important. Watu ambao Mungu amalipia gharama ya damu ya mwanae. Mimi nimuone afai. Kisa vyo vya kidunia. Siwezi. Moja mambo siyawezi mimi. Yaani naonako ananipigia simu nasema niliona foleni ni ndefu, kwa hiyo nikoone Jumatatu. Sema nipo, hamna shida. Utakuja Jumatatu. Kama shida yako ni ndogo. Kama shida yako ni kubwa utarudi kwenye foleni. Siwezi, namcha Mungu moyoni najiuliza maswali. Huyu mama naye nisubiri pale. Vipi? Bwana Yesu asifiwe. Huo ni charge. Ni kujua Mungu yuko hapa. Kama Mungu yuko hapa, yeye angehukumuje hili jambo? Angefanyaje hili jambo? Ukifika hapo, unakuwa umeanza kufika mbali. Ukifika hapo, umekuwa umeanza kuvuta umakini wa Mungu, umeanza kuvuta umakini wa Mungu.
Zaburi 139 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Zaburi 139 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Zaburi 139 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Daudi anaongea vitu vya ajabu sana. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kupaa pande za mwisho za bahari, upo. Anasema uko nako, mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Utamkimbia Mungu. Yuko kila mahali yani. Hata kama ungetoa mbawa, ukaenda ukaa mwisho wa bahari, yuko huko na wewe. Kama nake hatujifichi mbele za Mungu. Tuko na Mungu kila wakati. Kwa kila unachokifanya, kifanye kana kwamba Mungu angefanyaje? Angekifanya. Sema amen. Ni muhimu sana. Hiyo ni maana yetu ya 4 ya muhimu sana. Kujua Mungu yuko kila mahali. Zaburi 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Zaburi 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa mpumbavu fanya mambo kana kwamba Mungu hayupo. Ana misbehave. Ni kwa sababu akili yake inamwambia Mungu hayupo. Hiyo ni sifa ya mpumbavu. Anaongea kana kwamba Mungu hayupo. Lakini mtu mwenye hekima ni mtu anayejua Mungu yuko kila mahali. Na anapofanya jambo ananitazama muda huu. Hivi na habari hata kama unaongea peke yako Mungu anakusikia. Hata kama unaongea peke yako, fine. Hata kama unaongea moyoni mwako, Mungu anasikia. Muulizeni shetani. Shetani alikuwa anawaza moyoni. Anasema nitapanda. Nitaketi juu yake yeye aliye juu. Yaani maana yake nitampindua. Nitachukua nafasi yake. Nita. Anaongea moyoni, hajaanza kufanya hata jambo moja. Anaongea moyoni, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Mungu ameshaona muda mrefu na Mungu akamwangusha shetani, sio kwa sababu alifanya, aliwaza hivyo. Mungu yuko mpaka kwenye mioyo yetu. Unavyowaza unafikiri uko peke yako. Kuna wakati nawaza mambo maovu yani, unawaza jambo la ajabu. Unawaza vitu vya ajabu yani. Na yuko anakuangalia kwenye moyo wako. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa mfano, Mambo ya Nyakati wa Pili sura 16 mstari wa 9, Mungu anazungumza kwa habari ya Asa. Kwa habari ya Asa. Mfalme Asa na mambo ya ajabu sana. Mwanzo wa ufalme wake, kuna mfalme mmoja wa Ashuru alikuja kumvamia. Amekuja kumvamia. Asa aliposikia yule mfalme wa Ashuru anakuja, Mambo ya Nyakati wa Pili sura 16 mstari wa 9. Alafu mbona anauliza? Ukasome. Kwa nini usomage Biblia mpaka unatusumbua sisi? Wewe ukaandike Asa. Ukiandika Asa kwenye Biblia anza kutafuta mpaka uipate hiyo story. Nilisema mahali fulani tutaacha kusoma mistari, pastor. Yaani nakuja na somo, unasoma sura kabisa. Unaongea story alafu unasema mwanzo tu. Kazi yako ni kujua hiyo story iko wapi. Asa mwanzo wa ufalme wake, akaja mfalme mmoja kutoka Ashuru, anakuja kumvamia. Asa akasikia akaogopa sana. So Asa akakimbia mbele za Bwana, akamlilia Mungu, akamuomba Mungu. Akaomba msaada kutoka kwa Mungu. Na Mungu alimpa ushindi mkubwa sana Asa. Baadaye Asa akaanza kukua. Asa akaanza kuongezeka fedha. Asa akaanza kuongezeka dhahabu. Asa akawa maarufu. Sasa Asa ana nguvu ya fedha. Akatokea Baasha, nafikiri somebody Baasha, mfalme wa Israeli, kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme wa Yuda. Alipotokea Baasha akamwambia nakuja, akausuru mji. Asa badala kwenda kuomba Mungu amsaidie, tunamwona Asa anatoa hela, anatoa dhahabu kutoka kwenye nyumba ya Bwana, anampa mfalme wa Ashuru ili amsaidie vita. Mungu akamwambia Asa, jeuri mara hii umeacha kuniomba mimi niliyokusaidia mwanzoni. Mara hii hela inaongea. Wazo lako la kwanza Asa ni hela na sio mimi. Mimi niliyokuokoa mwanzoni nikakupa ukuu. Mara hii uwazi ya kwamba naweza kuokoa mimi, umewaza kwamba hela zinaweza kuokoa. Asa unakuja unabii kwenye hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili 16 inasema hivi, maana macho ya Bwana ukimbia duniani aone kama kuna mtu
moyo wake umekamilika kumwelekea, ili ajionyeshe mwenye nguvu. Na upende huo mstari. Mungu anasema hivi, natafuta moyo uliokamilika kunielekea, nijionyeshe mbabe, nijionyeshe Mungu anayepigana, nijionyeshe Bwana wa vita. Akamwambia Asa, kwa kuwa umefanya upumbavu, vita itatoka kwako. Kwa kuwa umewaza hivyo ya kwamba kuna mwanadamu mwingine anaweza kukusaidia, basi vita itatoka kwako. Naomba mstari ni usome vizuri. Karusa vila askamanta labrila handos. Kwa maana macho ya Bwana kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa kuwa umetenda upumbavu, kwa hiyo tangu sasa utakuwa na vita. Yaani ilibandika bandua kuanzia sasa hivi. Utakuwa na vita. Nini kimetokea? Nini kimetokea kwa Asa? Rapashalisko vila. Anda rabakosa vila askimentaria sofi. Asa marai amesahau ya kwamba Mungu yuko hapo. Aliyewahi kumwokoa yuko hapo. Asa ameusahau ushuhuda marai. Asa amesahau ya kwamba yuko Mungu hapo wa Yuda, anaweza kumwokoa. Asa sasa hivi fedha zipo, connection zipo. Asa anasubiri ile ya mchezo mwisho wa mwezi. Asa ana haja kumtumaini Bwana. Asa kuna sakos. Asa siku hizi afungi na kumuuliza Bwana tufanyaje. Kuna mama mmoja anakaa yuko Chicago. Anakopesha watu, alafu mama ni Muislamu. Asa siku hizi haombi. Asa siku hizi haulizi kwa Bwana, Bwana kwenye hili jambo tufanyaje? Asa siku hizi ni mzoefu. Huyo Asa ni wa mwaka 2025. Unaona mtu anazidi kuingia kwenye matatizo. Mwezi huu ni wa 11, mwezi wa 12 ameingia kwenye, yani anazidi kuzama. Alikuwa amezama hapa. Mwezi unaofuata wa kwanza tutamuona yuko hapa, mchungaji nahitaji maombi yenu, nahitaji maombi yenu. Una shida mahali. Una shida mahali. Una shida mahali. Watu wanaoliishi neno la Mungu na kutambua uwepo wa Mungu kwenye kile unachokifanya, utembea juu ya maji kama Bwana Yesu. I love this one. Yesu akawaambia wanafunzi wake, tanguleni mwende ng'ambo ya ziwa. Tanguleni mwende ng'ambo ya ziwa. Alafu check. Wanafunzi wakaondoka na uzoefu. Naomba niwape shule nzito hapa. Akawaambia hivi, tangulieni mwende ng'ambo ya ziwa, mimi nakuja. Wanafunzi wakaondoka na uzoefu. Yeye aliona kwamba uzoefu haumtoshi. Akaenda mlimani kuomba. Akakaa mlimani, akaomba mpaka saa 9 zamu ya 4 usiku. Alipoomba mpaka saa 9, wao ilipofika saa 9 chombo kiko katikati ya ziwa. Wakaanza kupata misukosuko saa 9. Wakati ule ndo anatoka kwenye maombi. Angalia sasa, wakati wengine wanapata misukosuko, tunazama, wanataka kufa. Yeye akatokea anatembea kwenye maji juu. Yaani anatembea kwenye maji, wanashangaa, vipi kulikoni? Ni mwenyewe kweli, lakini bwana anatembea juu ya maji au ni pepo? Wakaanza kupiga makelele. Ni vitu viwili tofauti. Aliyekuwa anaenda kwa uzoefu, dhoruba inamsubiri mbele na dhoruba itamangusha. Aliyeenda kutari, kukaa kwenye maombi kwanza, akishuka waka anatembea juu ya maji. Sema amen. Wonderful. Ukijua kwamba Mungu hutembea na watu wake, ukijua kwamba Mungu wasaidia watu wake, ukijua kwamba Mungu huingia kwenye changamoto za watu wake, hautaanza na uzoefu, utaanza na yeye. Sawa Utakuja kukaa hapa na kumwambia Mungu, usiponisaidia kwenye hili jambo sitapata msaada mzuri. Wewe ndio msaada wangu mzuri. Mungu kwetu sisi, Zaburi 46 mstari wa 1, ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Hata kama ibadilike nchi haitusumbui. Hata kama itikise milima kwenye moyo wa bahari haitusumbui. Kwa sababu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 23 mstari wa 1. Sitapungukiwa na kitu kwa sababu natambua ni mchungaji wangu, natambua ni mchungaji. He is my shepherd. He is my shepherd. Ni mchungaji wangu. Sina uzoefu yani. Uzoefu wangu hauwezi kunipeleka huko nakokwenda. Yeye ni mchungaji wangu. Kwa hiyo natambua kwamba ni mchungaji. Ndiye anayekuchunga. Alafu anasema sitapungukiwa na kitu. Hiyo ni David. Katika malisho ya majani mabichi nilaza, kando ya maji tulivu niongoza. Anasema David, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Alafu anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya,
kwa maana wewe upo pamoja na mimi. Alafu maadamu uko pamoja na mimi, gongo lako na fimbo yako pia nifariji. Kuna rod na kuna staff. Rod ni kwa ajili ya kumchapa kondoo anapotoka nje ya mstari. Staff ni kwa ajili ya kumcomfort. Mkishika jirani yako mkoa, najua muda wako nalo umekaribia, mwambie jitie nguvu katika Bwana. Haya, nitazame kidogo. Kuna hizi fimbo, ningekuonyesha ingekuwa nina access ya mtandao. Staff ni lifimbo fulani, ni refu sana, ni tofauti na karod. Rod ni kama kafimbo fulani cha kumchapa. Ila staff ni lirefu, linaweza kuwa refu zaidi ya mchungaji hapa. Limekaa hivi kwa mbele. Kwa nini limekaa hivi? Ni pale kondoo anapopata shida, lenyewe ndo linatumika kumsaidia. Kwa hiyo staff inamcomfort, inamtia nguvu. Anaposema gongo lako na fimbo yako yani fariji. Gongo ni kwa ajili ya kutia nguvu, fimbo ni kwa ajili ya kumnidhamisha anapotoka nje ya mstari. Daudi alikuwa anajua hivi, nikitoka nje ya mstari yuko Mungu ananidhamisha, kaa kwenye mstari. Daudi alikuwa anajua kwamba hata kama nimechoka atanitia nguvu. Ndio kazi ya mchungaji, anamtia nguvu ili asimame aendelee mbele. Unapotambua hivyo, nakwambia uwezi kukwama kwenye maisha. Uwezi kukwama kwenye maisha. Watakoma wengine. Huo ndio uhakika na huo ndio chaji wenyewe sasa. Unapotambua hivyo. Watu kama kina David lazima tujifunze kwao. Zaburi 27 mstari wa kwanza anasemaje? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Ni nuru yangu na wokovu wangu. Yeye ni wokovu wangu. Nimwogope nani? Alafu anasemaje? Watenda mabaya waliponikaribia, watesi wangu walijikwaa wakaanguka. Hata kama jeshi likijipanga kinyume na mimi, hapo nitatumaini ya kwamba upo hapa. Karabashanda rabaya. Mimi najisikia upako tayari. Binafsi. Zaburi 118 mstari wa 17. Daudi alipobananika, unamwona anasema sitakufa bali nitaishi. Anajua yuko hapa hata kama hakuna namna anachomoka kwa maadui zangu. Anasema sitakufa nitaishi. Usiende mwenyewe kwenye mambo. Hata kama ni jambo dogo, mtumaini Bwana. Karabasovra hila. Mithali sura 3 nafikiri kwenye mstari wa 5, wa 4, wa 5, wa 6 anasema hivi, katika njia zako zote mkiri yeye, mtambue yeye, acknowledge him, mkiri yeye, mtambue yeye, mwambie Baba kwenye hili siwezi bila wewe. Hivi na habari mara nyingi sana mimi nikiwa ofisini napofanya counseling na washauri watu, akiwa anaongea mimi namwambia Roho Mtakatifu hapa. Sielewi nitamwambia aje baada ya mazungumzo. Sielewi nitaongea naye kitu gani. Sinaga uzoefu. Akiwa anaongea mimi naomba moyoni, Mungu naomba unisaidie. Huyu mtu ametoka zake nyumbani, ametoka mji mwingine kuja kunisikiliza mimi. Nikiongea upumbavu inakuaje? Nakuwa naomba ndani, sijitumaini mimi. Sio kila mstari utakao soma kwenye Biblia hivi utamsaidia mtu. Isipokuwa Roho Mtakatifu amekufunulia, hautamsaidia. Na maana namtumaini Bwana mimi mwenyewe. Sinaga uzoefu wa kufundisha masomo. Mimi na masomo mengi. Mengi kichwani, mengi kwenye notebook na hizi iPad mengi, nimeandika maeneo mengi. Ila sichukuagi tu pap nafikiri hili ni sawa, hili nalielewa. Nitapata muda mwingi wa kuomba. Title nitakayoipata kwenye maombi ndio hiyo natengenezea somo. Sababu huwezi kwenda hivi, lazima utambue ya kwamba hili jambo la mhusu Mungu pia. Ndoa yako inamhusu Mungu, biashara yako inamhusu Mungu, kazi yako inamhusu Mungu, maendeleo ya familia yako yanamhusu Mungu. Mtambue, jua anahusika pia. Unapofanya mambo ahusike na yeye, utafika mbali. Ila ukimwacha njiani huwezi kwenda. Thank you Jesus. Mkiri yeye. Na neno kumkiri nafikiri niliwaambia siku ya kwanza. Neno kumkiri Kiingereza imesema acknowledge him. Neno acknowledge kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza ni kumtambua. Ni kumtambua. Waandishi wa vitabu wao wanaandika acknowledgement. Maana yake hao watu tunawatambua. Kwa mtambue Mungu kwenye kila kitu. Utaanza kuona unapoenda sasa. Yaani uweze kukwama. Wewe uweze kukwama. Uweze kuishia njiani. Kwenye mapito yako yote mkiri yeye. Na huo ni uchaji. Unapojua yuko hapo, huo ni uchaji. Tuenda kwenye point ya 5. Nini maana kumcha Bwana?
Sasa namba 4 tumesema kumcha Bwana ni kutambua uwepo wake. Yaani kutambua kwamba huko peke yako mtu wa Mungu. 5, kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Na hapa nitafundisha kitu kikubwa hapa. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Mtu yeyote asiyesikia maonyo hawezi kuwa mchaji. Maonyo pia yanamsaidia mtu kutembea kwenye viwango vya uchaji. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Labda nikusome kwanza mstari wa Biblia alafu and then nitakuelezea baadhi ya vitu vya muhimu sana hapa. Mithali sura ya kwanza mstari wa 29. Fungua Biblia. Mithali sura ya kwanza mstari wa 29. Amazing. Fungua Biblia, check hapo. Mithali sura ya kwanza mstari wa 29. Ndani ya Kristo nimeweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi. Yawe wewe ni yote kwangu. Mithali 1:29. Na mimi tumefika hapo. Thank you Jesus. Inasema hivi, kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Mstari wa 30, angalia. Hawakukubali maonyo yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Anakonkludi kusema, maana kurudi nyuma kwa wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza. Kafanikiwa mpumbavu, kapata ndoa, kapata mke. Kafanikiwa mpumbavu, kaolewa. Ila aliambia kwamba huyu mtu sio sahihi, kafanikiwa. Cheki ngumi zitakavyoanza sasa. Maana yake nasema kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Ni kwa sababu kule mbele walikataa maonyo. Nisikilize, Mungu amefanya hivi, ameprogram maisha yetu hivi. Kila mmoja Mungu alikusudia atakuwa na mamlaka juu yake. Kila mmoja Mungu alikusudia atakuwa na mamlaka juu yake. Kila mmoja Mungu alikusudia atakuwa na mamlaka juu yake. Na ziko mamlaka nyingi ambazo tutazielezea hapa leo, zitakusaidia. Naomba nikupe uhakika. Ukianza kuishi kwa uhuru, ukianza kuishi bila speed governor, ukianza kuishi bila miongozo, ukianza kuishi bila malezi, ukianza kuishi bila maonyo, tayari umekosa mwelekeo siku nyingi. Ni gari na speed lakini steering imekatika. Takusurprise. Ni gari na speed lakini haina brake. Moja ya kitu nimekiheshimu kwa miaka yangu mingi ni hiki. Nikujua ya kwamba pana mamlaka fulani juu yako. Mungu akutuacha tuishi hivi, yani tuishi kiolela. Mungu alipotuweka, alituweka chini ya mamlaka mbalimbali. Ndio maana Mungu akumtambua Lutu, alikuwa anamtambua Ibrahim. Mafanikio ya Lutu yalikuwa yameunganishwa kwa Ibrahim. Kwa hiyo maadamu Lutu utajua kwamba Ibrahim ni mlezi wangu wa kiroho, ndio utafanikiwa. Lakini ile siku umeacha kutambua hivyo, mambo yako yataishia, yataharibikia. Hivyo na habari ya kwamba wakati Lutu anagomana na Ibrahim, ukiangalia ni kama watu wakuu, watu wana wanyama wengi, mpaka wanafika level wanagombania maeneo yani. Utahisi ya kwamba wana level moja ya kiroho. Mtu mkubwa kuliko mwenzake akamwambia, ndugu yangu, hatuna haja ya kugombana. Hatuna haja ya kugombana. Chagua mahali unataka kwenda. Lutu akaangalia, bora mwambie Ibrahim, mwambie baba, mimi siwezi kuchagua, naomba nichagulie. Alafu mimi sikuumbwa niishi mwenyewe, bora nisaidie tu, mimi siwezi. Lutu ameshakuwa mkubwa na yeye anaweza kujiamulia. Na Lutu hata hawezi kuomba kwa babake na kumwambia baba, hapana, mimi hamna, liwe mbali na mimi, nichagulie mwenyewe. Lutu ameshapata uzoefu, Lutu anajua. Akaangalia bonde la Sodoma. Lutu akasemaje, pale ni penyewe pale. Ilikuwa ni kama bustani ya Mungu. Akaenda Lutu pale. Asijua kwamba kesho Sodoma ilikuwa ni namna ile. Akapeleka familia yake na watoto wake pale. By surprise, Lutu anatoka pale Sodoma na Gomora, anaacha mke wake, anakufa na kwa nguzo ya chumvi. Lutu alipaswa kumfuata Ibrahim, hakupaswa kubaki pale.
Baadaye Lutu watoto wake wanambaka kwa sababu wamejifunza mno. Hata kama watoto wake walikuwa ni mabikira, lakini wamejifunza kawaida ya mji ule. Leo anamwona mzee amelala, wakaenda kumbaka watoto wake. Maana pana mbegu ya uovu ilikuwa ndani yao, kwa sababu aliishi kwa wale watu waovu. Na kuonyesha kitu gani? Kila mtu Mungu ameweka mamlaka ya kiroho. Isaka anamwendea Mungu, Mungu anamwambiaje? Na kubariki leo Isaka, sio kwa sababu yale unayofanya sasa hivi, kwa sababu baba yako Ibrahimu alinitii. Mungu ndivyo alivyofanya. Biblia inasema iepukike ya kwamba mdogo barikiwa na mkubwa. Ukikosa mkubwa kwenye maisha umekwama. Uchaji ni pamoja na kujua kwamba pana mkubwa kwangu. Mimi nimeona tuna wainjilisti wengi mchungaji. Sababu kwa nini wainjilisti hawadumu kwenye huduma ya uinjilisti? Wanarukaruka, hawana mwelekeo, injili yao haiko sawa, matokeo hakuna. Vijana na mambo ya hovyo sana. Anaenda kwanza kuhubiri, ana chombo cha sadaka, anaanza kupita masokoni. Jamani, changia mtumishi, changia mtumishi, changia mtumishi. Akimaliza changia mtumishi ndo ashike aanze kuhubiri. Nani amefundisha watu ujinga kama huu? Nani amefundisha watu pumbavu kama huu? Unamwona anafanya hivyo miezi mitatu, baadaye umuoni tena. Wanakosa malezi, ndio maana wadumu. Hivi mna habari kujua ya kwamba pana mamlaka za kiroho zinaongoza maisha yangu? Huo ni uchaji. Ukikosa huo ufahamu, huwezi kusema unamcha Mungu. Naomba nikuongezee mstari mwingine. Mithali sura ya 15 mstari wa 33. Mithali 15:33. Hii dhana ya Kipentekoste hii ya kwamba kila mtu ni mtumishi. Kila mtu ni mtumishi wa Bwana. Kila mtu anajua kuomba na kunena kwa lugha. Kila mtu anajua kusoma neno. Kila mtu ana neno. Hii ni mbaya sana. Hii ni mbaya sana. Hizi ni siku za mwisho ambazo Mungu anarejesha roho za mababa ziwaelekee watoto, na watoto ziwaelekee mababa pia. Ndio Yesu atarudi. Yesu hawezi kurudi watu hawana heshima. Yesu hawezi kurudi wakati watu hawajui na hawatambui nguvu ya mababa wa kiroho, nguvu ya mababa katika imani, nguvu ya malezi ya kiroho. Haiwezekani. Okay, tuende kwenye 15:33 chap. Inasemaje Biblia? Kumcha Bwana ni kitu gani? Kwa sauti kubwa. Kwa sauti kubwa. Okay, hamna shida. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima utangulie unyenyekevu. Kuna maana sana kwenye mistari. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Instruction of wisdom. Kuna watu kadhaa ambao ni wa muhimu. Kuna maeneo kadhaa ambayo yanaweza kuleta maonyo kwenye maisha yako. Nitasoma tu kwa haraka alafu nitaelezea. Eneo la kwanza, kuna maonyo ya wazazi kwenye maisha. Kuna maonyo ya watu walio juu yako. Kuna baadhi ya watu Mungu anaweza kukupa, anaweza kuwepo kanisani. Yes, kuna aina ya washirika Mungu anaweza kukupa akawa na nafasi nzuri ya kiroho kwako. Kuna watu ni wakubwa kwenye ndoa. Kuna watu ni wakubwa kwenye uchumi. Mungu anaweza kumweka juu yako kwa lengo la kusaidia. Unaweza kuwepo kanisani afu kuna mwenzako mmoja ametangulia kidogo, anafanya vizuri sana kwenye maeneo yote. Mungu ameweka watu juu pia kwenye maisha yetu, kimatokeo na kimaisha kwa jumla. Alafu kuna maonyo ya madhabahuni. Madhabahu inaweza kutoa maonyo, hii madhabahu. Alafu kuna maonyo ya mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Kila madhabahu ina kuhani. Na kuna maonyo ambayo yanazo kutoka kwa kuhani. Maeneo yote haya yana maonyo. Kuhani ana maonyo, madhabahu ina maonyo. Watu walio juu yako pia wanaweza kuwa na maonyo, na wazazi wanaweza kuwa na maonyo. Lakini pia kuna maonyo ya neno la Mungu. Neno la Mungu lenyewe pia peke yake na maonyo. Sasa kumcha Mungu ni pamoja na kutambua kwamba maeneo yote haya yanaweza kubeba maonyo. Mimi ni mchungaji. Mama yangu mzazi anakujaga Kahama. Akija Kahama anaanza kuniita, akaniambia, mwanangu, naomba tuzungumze. Kuna jambo hili na hili lifanye hivi na hivi na hivi, lirekebishe. Nafanya haraka sana kumsikia. Yethro ni kuhani wa Midian. Tena ni kuhani kwa miungu mingine, wala sio kwa Mungu wa Israeli. Yethro anakuja kuonana na Musa mkwe wake. Anamletea watoto wake. Na baada ya kukaa pale akaanza kuona namna Musa anafanya vitu, namna anahukumu watu. Akaiona hiyo foleni. Akakaa siku ya kwanza akaona Musa ametoka saa 4 ya usiku, saa 5 ya usiku, toka asubuhi saa 12 anaamua kesi za watu.
roho yake kampa shida sana. Mungu akampa hekima hiyo through. Na akaambia usifanye hivi. Kufanya hivi utakufa. Lakini chagua watu walio na uwezo, watu wa kweli, wenye kumcha Bwana, wanaochukia mapato ya udhalimu. Ukaweke juu ya 1000, ukaweke juu ya 100, ukaweke juu ya 50. Alafu atakusaidia kuvunja maneno madogo madogo. Alafu yale ambayo yatakuwa yameadvance sana, makubwa sana, yatakuja kwako. Musa mtumishi wa Mungu ambaye amemwona Mungu akijifunua kwa dimension ya juu sana. Tunamwona Musa anaheshimu yale maonyo ya mke wake, kuhani ambaye wala hausiki na Mungu wa Israeli, akayafuata yale maonyo yakamsaidia. Unataka kuwa mnyenyekevu kwenye maisha. Mungu amekutana na Musa, anamwambia Musa, nimeshakwambia haya majitu ni ya kuyaua haya. Nungunika kila wakati, malalamiko kila wakati. Acha niwaue hawa Musa. Alafu takachokifanya ni hiki, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa hodari. Acha niwaue hawa. Achana nao. Musa akasema, yaani mimi ndio nyinyi kuwa taifa hodari, watu wote hawa wao. Mimi ndio niwe taifa hodari. Akamwambia Mungu, watu waje kusema ya kwamba mimi na wewe tuliotoa watu Misri tuwafikisha hapa kuja kuwaua, wafe wote, alafu mimi ndio niwe taifa hodari? Musa akamwambia Mungu, hapana, gairi uovu wako. Yaani maana hilo jambo sio zuri. Akisema gairi uovu wako hana maana ya kwamba Mungu ni mwovu, ila ile jambo lingekuwa ni uovu kwa Israeli, kuwaua wote. Kwa hiyo akamwambia Mungu, usifanye hivyo. Na Mungu katika unyenyekevu wake Bwana akaacha. Imagine. Alafu wewe uje kusema usikii. Kuna mama mmoja nilikuwa namuombea kanisani. Yaani unajua namuombea lakini ha improve. Unamwona mpaka anafika level hawezi kutembea. Kiongozi wake wa zone akanifuata akaniambia aje, huyu mama hasikilizi mtu hata mmoja. Tumemwambia usifanye hivi, anafanya. Mkorofi, hashauriwi na mtu. Alafu inatupa shida ya kwamba mambo yakimpata na kufuata wewe, ile huku chini hayuko sawa. Nikaona ya kwamba watu wengi mambo yao ya improve kwa sababu hawasikii maonyo. Mungu anaweza kuweka watu juu yako, alafu wakaanza kuwa kama monitor kwako. Wanakuwa kama mwongozo. Ukitoka nje ya msana nakwambia aje fulani, hapana, mimi naona kama kitu hakiko sawa na wewe. Kwa mtu mchaji anajua Mungu ndivyo alivyotengeneza mifumo yake. Mungu ndivyo alivyo yani. Okay, kuna wakati fulani naweza nikatuma ujumbe kwa mitandao ya kijamii. Kwangu ni mzuri. Alafu kuna watu wengine ambao wanaanza kuona wanatirika. Amen, powerful. Alafu mtu mmoja akanifuata akaniambia, Pastor Ibra, ule ujumbe ule utuma, angalia upande huu na huu, nenda kafute. Inamwangalia huyo mtu. Nafahamu hana ila kwangu. Anapenda huduma yangu. Nenda na ufuta hata kama ni mzuri kwangu na ufuta. Kwa sababu kuna mtu mwenye hekima ambaye namheshimu ameniambia fanyaje, futa. Kwenye maisha ukitaka kufanikiwa unapaswa kutambua hivi. Kuna wazazi wa kiroho ambao anaweza kuambia kwamba hapa uendi vizuri. Akikwambia vile kwa moyo wako wote, geuka na badilika. Ndivyo Mungu alivyofanya. Kuna maonyo ya madhabahuni, jamani, kama kanisa tunaonya, msio mnafanya hivi na hivi. Ukisikia madhabahu imetoa maonyo, rekebisha hilo jambo hapo. Kwa sababu ni baraka zako. Neno la Mungu pia la nafasi ya maonyo. Unapolisoma linakuonya, acha. Ukifanya vile unajitrain kumcha Mungu. Huo ni uchaji. Mtu ana control, mtu ana mtu wa kumuonya, mtu ana mtu wa kumsaidia, akiamua ndio yeye. Na anakuambia kwa mimi nikiamwaga jambo ndio nimeamua. Ukimwona wewe mtu ujue kuna kashida mahali. Hajafunzwa na ajue mifumo ya kiroho. Nakwambia mimi nikiamwaga nimeamua. Maamuzi yangu yabadilishwe na mtu. Huo ni upumbavu. Huwezi kusema maamuzi yangu yabadilishwe na mtu kwa mtu kama mimi, mwenye akili kama za kwangu. Ukiongea hivi unajua ni mpumbavu. Au utakuta unapokea maonyo ya hekima kwa mtu wa hekima, mtu ambaye unamheshimu. Alafu kutoka hapo unasemaje? Hapana, hawezi kuniamulia, hawezi kunifundisha. Stupidity in rampage. Upumbavu kinachopotosha. Yes. Mkubwa huwezi kumkosoa. Alisema mtumishi wa Mungu mmoja, siku utayavuruga maisha yako, siku unaanza kumfundisha mwalimu wako. Yaani siku ukitaka kufeli ni siku unafundisha walimu wako. Mwalimu anakuambia fanya hivi, unaambia wewe hujui, napaswa kufanya hivi. Hapana.
Nenda kaangalie kwa nini makanisa mengi watu wake wanakosa ule uchangamfu wa kiroho wa baraka za Mungu. Ni kwa sababu ya familiarity, mazoea. Jamani, kanisa nataka mjue ya kwamba hatuko sawa, watu hawaji kuomba, mwanze kuja kuomba. Mnasikia, manake mnaonywa, mmeacha kuja kuomba, mnapaswa kuanza kuomba. Madhabahu imetoa maonyo, mtumishi wa Mungu ametoa maonyo, hawaji. Ni kitu mbaya sana. Uchaji ni kukubaliana na maonyo, ni kuyapokea maonyo, ni kujua kwamba huu ni mfumo wa Mungu kunisaidia mimi. Sema amen. Sijakusikia. Sema amen kwa sauti. Vivyo hivyo pia unaanza kuwafundisha hata na wanao kwenye ile eneo. Mtoto unamonya unamonya, au mfano unampiga mtu na kumwambia hapo umekosea, unampiga na yeye anachukua limte na kurushia na kupiga. Unamfinya, anakupiga kofi kichwani. Huyo mtoto usipomwangalia vizuri atakuja kuletea wakati mgumu sana mbeleni. Unapomonya mtoto, jua ya kwamba anapaswa kuwa chini ya. Unapomonya, ajue ya kwamba unamuonya. Unapomfinya au kumpiga, ajue ya kwamba yuko chini ya mamlaka, yani asijiamulie. Wanangu wakipigwa na mama yao, wanakuja kwangu, baba amenipiga, naambia ubadilike. Kwa namwambia tukusupport wote. Usifikiri ya kwamba kwangu mimi nimekubaliana na ujinga wako. Kwa naambia ukirudia na mimi nitakupiga. Kwa mimi nilikuwa na mimi waga najisikia vizuri mke wangu akiwa anapiga watoto. Yaani wakati ambao naupenda kuliko nyakati zote ni mama akishika fimbo. Kwa sababu najua hapa nina mke. Sio unaona mtoto anafanya mambo ya kipumbavu ya kijinga. Eti umemuzi mtoto anapiga teke chakula. Chakula kinamwagikia. Mwanangu, mbona una hasira mbaya? Unazaa jambazi, unalea jambazi unajua. Akipiga hivyo, unapaswa kwanza kumwangalia. Wow. Umekuwa mwanangu. Nenda kachukue fimbo. Alafu mkalisha kwanza mfundishe. Mwanangu, kama kitu hujakipenda, ongea ili usifanye hivi. Na kuchapa fimbo 3 kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Atufanyagi hivi, hiki ni chakula. Hata kama unahisi ni kingi humu ndani, kuna watu hawana hiki chakula. Unampiga, na unapompiga mtoto kaza. Yaani fimbo ikitaka kufika kwenye mwili ikaze, mpige mpaka usikie analia kale ka uchungu cha ndani. Sio analia kwa juju. Ukifanya vile unaanza kutuletea kizazi cha mchao Bwana. Sio maninja. Ni muhimu sana. Mgeni anakuja, mtu anamfanyia interview mgeni mpaka unajisikia vibaya. Kwa hiyo unakula kwetu? Ndio. Kwani kwenu hakuna chakula? Paka mgeni anakosa mahali pa kushomokea. Anawaza vipi? Mara apande kwenye nywele za mgeni, mara azivute hivi. Nani amekusuka hivi? Hebu naomba simu yako ifungue haraka. Mgeni akiondoka fanya limit. Mwambie unapaswa kuheshimu watu. Mtu mkubwa akija hapa unapaswa kufanya hivi. Unaweza kumonya mara ya kwanza, alafu mcheki. Mara ya pili akirudia, mwambie niliwahi kukwambia mgeni akija usifanye hivi. Yes. Mgeni akija usifanye hivi. Ni muhimu sana hivi vitu. Ni muhimu sana. Tunasaidia kizazi hivi. Mwanangu amenitesa kipindi fulani. Yaani kwa sababu ya umri si mdogo. Inajua mpaka kuuliza maswali. Sasa mwanangu, kwa sababu ikifika muda wa kwenda shuleni, mama anakasirika, mimi nakasirika, kila mtu anakasirika. Mtoto ukitaka kumvalisha uingize mguu kwenye kaptura na ukunja hivi. Sasa anagaragara chini, kilio, siende. Na analia kwa makusudi ili mtaa mzima wasikie. Siende. Niache. Ukiweka daftari kwenye bag anazitupa kule. Pale kasema hivi jamani, unatoka na mwambia mwanangu shule lazima uende. Yaani unajua kijana wangu lazima ujue hivi, mimi ndo baba humu ndani, huwezi kujiamulia. Una baba humu ndani. Shule lazima uende. Nina usingizi. Na mimi namwambia kwamba hivi, nilikuwa nakwambia ulale saa 4, ulikuwa na goma. Kwa hiyo lazima uende shule. Hivyo.
unakaonea huruma kanavulia, lakini moyoni unakaonea huruma, ila mwili unasemaje? Nikimwacha hapa atatengeneza sheria, atakuwa anamka anajamulia mwenyewe. Sasa leo nilie kwa staili ile ya juzi. Hiyo staili atakayoivumbua unapaswa kumchapa fimbo mpaka akikumbuka hiyo staili akumbuke fimbo. Unainua kizazi cha mchao Bwana mapema. Siku moja nimekaa tunaomba kanisani, tunaomba. Bwana mdogo anachukua vitu na viunganisha katikati ya maombi, wanaruka. Mashemasi wanawakimbilia. Yaani mashemasi wanahangaika, vitoto vya mchungaji. Royo. Vinalelewa kimayai, haviguswi. Fanya hivi, wanaruka. Na waangalia. Alafu naongoza maombi. Nikampa mchungaji msaidizi, chukua mic, endelea na maombi. Nikamwambia tunene rafiki zangu ofisini. Nikafunga madirisha, nikafunga mlango. Nilifinya watoto. Walilia wanagaragara miguu juu. Alafu nikawafungia mle ndani mpaka maombi yalipoisha. Kuja kutoka wameiva na joto. Miguu imeiva wanalia. Nikamwambia njoo jaribu tena. Anakuaibisha mtoto. Mbele za watu kesho anakuaibisha. Unashangaa unaongea na mtoto kesho anakuambiaje? Mimi sifanyi. Hai. Nani mkubwa? Mimi sifanyi. Kuna kijana mmoja namlea kanisani. Alikuwa na katabia cha ajabu sana. Nikamwambia, "Hebu niambie, nyinyi mmelelewaje?" Akaniambia, "Viko hivi, sisi tumelelewa hivi na baba yetu." Alikuwa ni hakimu. Alituambia hivi, "Uko huru kueleza hisia zako. Kwa kama mimi baba nimekosea, niambie baba, mimi niseme tu kweli wa moyo wangu, unakosea hapa." Kwa hiyo ile familia ni unaelezea, una uhuru wa kusema. Bwana mdogo hana mipaka yani. Ukigusa hivi anakuambia, "Pastor, mama tuongee hapa. Sijaelewa hiki." Nikasema hapana. Kuna wakati mwingine lazima ukubali ya kwamba wewe unaweza kufundishwa na kusaidika, sio kuhoji. Kuja kukaa naye ndo akaniambia baba yake aliwajengea hivyo. Yaani anaweza kumwambia baba naomba tufanye maongezi. Wakikaa naambiaje baba hapo unakosea. Wewe unajisikiaje kama baba? Sikiliza nikwambie, ni sahihi, lakini hiyo sio dhana ya malezi. Ni hatari. Unajua kuna vitu ambavyo tunavichukua sasa hivi ambavyo tunajifunza mitandaoni sio vizuri. Kwa mfano mitandaoni wanakuambiaje? Usipike watoto. Wasikie hisia zao. No. Fimbo ya maonyo, Biblia inasema hivi, itamwepusha mtoto wako na kuzimu. Itamsaidia asiende kuzimuni. Yaani moja kitu kiko recommended na Biblia kumsaidia mwanao ni fimbo. Akivuka mipaka lazima achapwe fimbo. Ukimwacha vile utaona mwanao anaenda kuzimuni mbele ya macho yako. Let me tell you, naomba nisikize kidogo hapa. Basi unafahamu mzee Moses Solilo? Mzee Solilo anaambia hivi, mwanae alikufa kwa overdrug, alijioverdose madawa ya kulevya. Alikufa chumbani. Mababa wote Marekani wa Ulaya, mababa wote wa Marekani, wale ambao wametuletea imani, ni watu tunaoheshimu. Unaambiwa watu hao walijioverdose kwenye drug, kwenye masuala ya madawa ya kulevya. Ni kwa sababu ya haya mambo. Unajisikiaje ile siku mwanao anapita sebuleni anakwambia bi mkubwa upo? Yaani mama mzee ndio bi mkubwa. Utalani siku ya kuzaa. Mimi nakwambia. Au anapita na kukuta baba anambia ni aje mzee. Afa anaingia zake chumbani. Utamfanyaje hapo? Ameshajidunga sindano. Mambo yana maumivu makali. Nenda angalia baba zetu. Nilikuwa naambiwa mababa wengi Tanzania, nenda fuatilia. Watu wao wote wa kiume huwaoni kwenye huduma hata kidogo, ni wachache. Wengi vichwa vyao ni vibovu. Hawako sawa karibu wote. Watu wa kike ndio wanasikiliza baba zao, lakini wa kiume hakuna kabisa. Nimefanya utafiti wa mababa wengi wamefeli kabisa, hawana watu wa kiume. Nani anamfahamu Benin? Mwanae mkubwa ambaye ndo anapaswa kurithi huduma. Yuko kwenye nini ya bondia. Na mara nyingi amepiga picha naye yuko kifua wazi. Mwanae ni bondia. Imagine. Nini kimetokea? Baba alikuwa yuko busy na huduma, tafutia njia yake ya kuishi. Mlee mtoto katika njia impasayo. Alipaswa kumuonyesha njia impasayo mapema akiwa mdogo. Ndio maana mimi niko busy kuonyesha watu wangu ya kwamba njia ya uchungaji ni njia bora kuliko zote. Kwa sababu haiwezekani mimi kuhani nikazaa wafanya biashara. Mimi kuhani lazima nizae makuhani. Mimi nilikataa anyhow. Kwamba watoto waache
Watu wajichagulie, mimi hawatoa wajichagulie. Biblia imeniambia katika njia impasayo. Mimi nimeshaona njia itupasayo sisi familia ya kikuhani ni makuhani. Walawi watu hao walikuwa ni Walawi. Iko very clear. Haiwezekani mimi Mlawi nizae mtu ovyo ovyo. Haiwezekani iko kitu. Maana watu wangu wote ni wachungaji and they are proud of that. Wanapenda hiyo kitu kwa mioyo yao yote. Na nimeingiza kwa mioyo yao ya. Mimi siwezi kuzaa mshikaji. Hapana. Nitalia. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Pastor James Kalekwa. James Kalekwa ni mlezi wangu wa ndoa. I love that man of God. James Kalekwa pastor alinifuata akaniambia hivi, nimekuwa nikimwomba Mungu na kulia sana machozi. Kwa nini pastor? Ananiambia ni kwa sababu watu wangu wameshakuwa teenager. Namuuliza Mungu niwalee kwa namna gani? Hey, mpaka unalia. Mpaka unafunga na kuomba. Ili ujue namna ya kuwalea watoto. Nikagundua kuna watu wako serious kwenye maisha. Wako serious. Kuna mama mmoja ambaye mwanae anajichagulia channel. Huwezi kuwa mtu na akili timamu alafu mwanao anajichagulia channel. Acha, nataka hii. Unataka hii umeinunua. Unataka hii umeinunua. Hiyo screen umeinunua. Ni ya kwako hii. Nataka hii. Unaona watu wanakulilia, yani anazira kila kitu, kula hali, anataka kokomelon. Kula ataki kokomelon. Okay, kula kokomelon, kumwanja atakula tumboni. Hamna kitu kama hicho. Huyu ni ukimlegezea kamba kidogo atavuta bangi mbele ya macho yako, utalia. Alafu ndio utakumbuka upendo wako wa kipumbavu wa miaka 10 iliyopita. Na Mungu atakwambia, "Haya chukua hiyo." Uone kama unaweza kuibeba. Ungeweza kumkunja akiwa mlaini kule. Sasa hivi ameshakuwa mgumu na mkata. Huwezi kumkunja. Eli aliingia kwenye penalty na Mungu kwa sababu alishindwa kuwalea watoto. Watoto wanaiba sadaka. Tengeneza vijiko virefu. Alafu Eli anasemaje? Niliwaonya hawakubadilika. Mungu anasema hivi, Eli hakuwaonya watoto wake. Kuna namna ya kuonya watoto. Unasemaje? Mimi waka na madhibu Bwana. Mungu anakuambia hujaanza kumadhibu mwanao. Very important. Unaona mwanao ana misbehave. Unaambia binti yangu ukiendelea hivi hutaolewa na mtu. Tell her. Usije kukaa na watoto hawajaolewa. Mwambie mapema. Hii sio tabia ya mabinti wanaoolewa. Ukifanya hivi utaolewa na mtu. Kaanza kumchekea. Unashangaa. Wewe uliolewa lakini unakaa naye anazeeka unamuona hivi. Unamwachia nyumba wewe. Mbaya sana hiyo kitu. Na ongea vitu vinavyoeleweka hata kidogo. Okay, good. Kwa sababu tunazungumzia kuinua kizazi cha wamchao Bwana. Very important. Very important. Mambo nimejifunza. So, inanilazimu mimi hivi. Sasa hivi nikiwa huku usiku lazima wanipigie simu. Na lazima niombe nao kabla hawajalala. Nitaomba na kuwatamkia matamko ambayo kwa hayo nitatamani wao hivyo. Asubuhi mwanangu sasa hivi hawezi kwenda shule bila kunifuata. Daddy, pray for me. Pray for me. Kwa nakuja namwekea mkono kichwani. Unajua alimkataa shule na akasema ni mdogo sana. Wenzake walikuwa ni wakubwa. Nikamwambia hivi, naomba performance ya darasani iamue. Akashika namba 1 na udogo wake. Hamna option nyingine. Sababu namtamkia mwanangu utakuwa juu, utakuwa na upendeleo wa kimungu. Huwezi kumchukia mwanangu na kumchoka. Sababu namtamkia baraka Mungu kila siku. Mlee mtoto katika njia mpasayo. Ndio tunainua kizazi cha uchaji. Unamwonya anapokosea. Mpaka na ndugu zetu tuliopewa na Bwana. Hao wengine pia ambao tumeachiwa na wazazi wetu. Una wadogo zako wanakaa nyumbani kwako. Usiseme watajiendesha wao. Usiseme wana njia ambao watajua wenyewe. Hapana. Mungu akiweka mtu chini yako, usiseme atajua mwenyewe. You are there kumuonyesha cha kufanya. Huko hapo ili muonyeshe cha kufanya. Twende tumalizie point ya mwisho, imetosha hiyo. Andika hivi, kumcha Bwana ni kuifuata sauti ya Mungu. Hilo ni jambo la mwisho leo. Tumalize hapa mapema. Kesho asubuhi nitafundisha faida za kumcha Bwana. Sijajua kama John kuna session. Kuna session John mchungaji? John ya kesho? Ndaanza kwa nayo. Alright.
lakini pia inawezekana kuextend ya asubuhi tukamaliza kila kitu. Tukamaliza kabisa. Oh, that's good. Nafikiri tumalize kabisa. Yeah. So, kumcha Bwana ni kuifuata sauti ya Mungu. Kuyafuata maelekezo ya Mungu. Kwenda kwenye uelekeo wa kiungu. Huko ni kumcha Bwana. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Lazima tujifunze kitu kwa habari ya Ibrahimu. Hebu angalia mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza. Tujifunze kitu kwa habari ya Ibrahimu. Ikawa baada ya hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim. Akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa. Ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakaokuambia. Mungu anampa maelekezo usiku manane. Mimi nataka tujifunze kitu kwa habari ya Ibrahimu hapa. Anampa maelekezo usiku manane, usiku kwenye ndoto. Alafu mstari wa 3, imagine. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Tuseme Mungu alizungumza naye saa 7 ya usiku. Haya ni masaa 4 mbele. Hivi mnajua nini maana ya prompt obedient? Utii wa papo kwa papo. Kwa sababu na aina mbili za utii. Delayed obedient and prompt obedient. Aina ya kwanza ya utii ni utii wa papo kwa papo. Alafu aina ya pili ya utii ni utii uliochelewa. Na wenye hekima wanasemaga kwamba delayed obedient is equal to disobedient. Ukiwa unachelewa kutii maagizo ya Mungu ni sawa na kutokutii agizo la Mungu. Mungu amesema naye usiku. Usiku. Tupige kwa labda ni saa 7 ya usiku. Amesema naye usiku. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku watoto wa Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pa mbali. Mstari wa 12, kimbia, nenda chini. Kimbia. Hapa malaika anasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Bwana, unamcha Mungu, iwapo ukunizuilia mwanao wa kipekee. Malaika alitoa ushuhuda mbele ya Ibrahimu. Sasa najua kwamba unamcha Bwana kwa sababu Ibrahimu alitii maagizo ya Mungu. Mwanzo sura ya 26. Mbele kidogo. Kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 26 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu anakupa maagizo ya tii. Huwezi kwenda. Hawezi kusema wewe ni mchaji. Utakuwaje mchaji? Mungu anakuambia kitu, anakusemesha vitu ufanye. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea. Hebu sema kwa sauti, Bwana akamtokea. That's good. Tuendelee. Akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomapia Ibrahim baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Mstari wa 6 tusome wote kwenye Biblia. Biblia yako inasemaje kwa sauti kubwa? Isaka akakaa katika Gerari. Alimtii Mungu. Huo ndio chaji sasa. Angalia mstari wa 12. Alipokaa Gerari, mahali ambako Mungu alimwelekeza. Angalia. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, maana Gerari. Akapata makaule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Amazing. Bwana akambariki. Mungu wabariki wale wanaoenda kwenye uelekeo wake. Usifikiri Mungu anadhirisha baraka ovyo ovyo tu. Mstari wa 13. Angalia haya mambo ya muhimu sana kuyasoma. Na mtu huyo akawa mkuu,
akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana, akawa na mali ya kondoo, mali ya ng'ombe, watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu until he became envy to his enemies, mpaka akawa hivi kwa maadui zake. Huo ndio charge. Mungu anakuambia fanya hivyo, nafanya, baki hapo na baki. Mungu, katika jina la Yesu, libarikiwe jina lako. Utukuzwe Mungu mwaminifu unayezungumza na sisi kwa lengo la kututoa hatua moja ya utukufu na hatua nyingine ya utukufu. Asante kwa ajili ya hiki ambacho umesema na watoto wako. Hii ni mbegu ya ufalme, ni mbegu ya ukuu, ni mbegu itakayowapa kesho kubwa. Ninaomba Bwana likuze hili neno ndani yao. Kila ambacho umenipa neema ya kukisema mbele ya madhabahu yako hii ya FAMT kwenye majira haya, kila ambacho umenisukuma kusema, kila point niliyosema, kila mstari niliyosoma, kila ufunuo niliotoa mahali hapa, Bwana uthibitishe kwenye moyo wa kila mmoja. Pasiwe na kusahau, pasiwe na kupuuzia, pasiwe na kuacha, in the name of Jesus. Na naomba Bwana ya kwamba unakuza uwezo wa ndani wa kila mmoja ambaye ni uchaji. Unakuza uchaji wa kila mmoja. Unapandisha viwango vya kumcha Bwana kwa kila mmoja. Unapandisha viwango vya hofu ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya siku ya kesho. Asante kwa sababu Mungu utatusaidia kumaliza kwa utukufu. Asante kwa somo, kwa vipengele vilivyobaki vya somo. Asante kwa watu watakaoponywa na watakaofunguliwa siku ya kesho. Mungu, tunakubariki kwa ibada nzuri ya baraka na utukufu. Asante Bwana Yesu kwa wengi watakao kuja kwa ajili ya ibada ya kesho. Asante kwa sababu utazungumza na sisi kwa viwango vingine. Asante kwa mtembeo wa Roho wako Mtakatifu siku ya kesho. Asante kwa mtembeo wa nguvu zako siku ya kesho. Libarikiwe jina lako Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo sema amen kubwa. Yesu ni Bwana.